ya kulihutubia bunge na uzinduzi wa bunge lenyewe kama ilivyotolewa utaratibu na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Said Johari. Katika kuyazungumza wakati tukiendelea na tukisubiria zoezi la kumalizika upigaji wa kura wa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katika kinyang'anyiro hiki ni mmoja tu, ni Daniel Baran Silo ambaye ni mbunge wa Babati Vijijini. Tunasubiria, je, kura ngapi kati ya bunge 371 zitakazosema ndio ni muda ambao ukikamilika hapa kupitia sanduku la kura tutajulishwa. Naungana sasa hapa na Patson Sova ambaye ni tunaweza kusema ni reporter mwandamizi hapa bungeni. Kwako wewe ni mwandamizi, mambo ya Hansard hayo unafahamu vizuri. Patson, hebu tuzungumze mchakato unaoendelea hivi sasa, lakini na yale ambayo tumekwisha yapitia huku awali. Mtazamaji wetu wa Bunge TV anatazama sasa, wakati tukisubiri mchakato huu, ni mambo gani ya kuzingatia na kuendelea kujifunza? Mambo mengi ambayo mwananchi anatakiwa ayajue, ikiwepo kwamba kura zikisha kuhesabiwa, naamini kwa sababu mgombea ni mmoja, basi Baran Silo tunahesabu kwamba anaweza kuwa spika leo, sababu labda zitokeza hapana zikawa nyingi, kitu ambacho sidhani. Na Baran Silo akichaguliwa atakuwa ni naibu spika wa 17 tangu kupata uhuru wa Tanganyika. Naibu spika wa kwanza alikuwa ni yeye alikuwa kabla ya uhuru, alikuwa ni naibu spika yule AYA Karimjee, alikuwa naibu spika na baadaye akawa spika, na umeendelea manaibu spika wengi mno mpaka sasa alipomaliza Mheshimiwa Musa Azani Zungu, na tunategemea kwamba sasa Baran Silo atarithi nafasi naibu spika wa 17 kihistoria. Naam, naibu spika 17 kihistoria tangu enzi za Karimjee, ambaye baada ya kutoka naibu spika akawa spika pia baada ya kupata uhuru. Tunakumbuka yeye ndio spika wa kwanza kabisa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia spika wa Tanganyika ya uhuru, na bunge hili alikuwa hapa Dodoma. Tunafahamu Patson kwamba pale ukumbi wa Karimjee ndio ilikuwa sehemu ya bunge. Watu kitazama picha kipindi cha bunge wakishuka kwenye magari yao na usafiri wao wakienda pale ukumbi wa Karimjee, ambako hivi sasa imekuwa ni sehemu kubwa ya kihistoria ambayo katika matukio mbalimbali ya kitaifa yakifanyika pale pia Karimjee ni sehemu ya kukimbilia. Kwa taratibu tunafahamu kwamba bunge hili katika mkutano wake wa kwanza ndio ikiwa ni kikao cha 3 linakwenda kutengeneza historia. Tumeshapata spika kupitia hapa, waziri mkuu mteule ameshathibitishwa hapa na bunge bado tu kuapishwa, na kesho rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafika hapa kuapishwa. Ni mambo gani mengine ya kuendelea sasa kujifunza hapa Patson, kwa sababu umekuwepo hapa bungeni, kona na chochoro ni sehemu ya maisha yako ya kila siku? Naam, wengi wanajiuliza kwamba sasa baada ya Mheshimiwa Rais anakuja kuhutubia kesho na kufungua bunge jipya, kwa kweli ni jambo ambalo liko kikatiba kabisa, kwamba rais anapewa mamlaka ya kutangaza mkutano wa kwanza wa bunge jipya, lakini pia amepewa mamlaka ya kufungua hilo bunge jipya. Mheshimiwa Rais atakuja, naamini bado siwezi kutangaza muda, kama walishasema inawezekana ni alasiri kesho. Akija hapa wananchi wapate nafasi ya kusikiliza, na ni mwelekeo mpya, kwa sababu hata kama ni rais yule yule, lakini serikali ni mpya, na mara baada ya kesho tutakwenda kuona atakapounda serikali mpya. Ndio maana ameanza kumteua mwanasheria mkuu wa serikali na akaleta jina la kumpendekeza waziri mkuu. Ni hatua kubwa kabisa ya pili ambayo imeshatimia. Baada ya hapo tu kapatikana waziri mkuu, kisha kuapishwa, tunajua serikali yake rais inaweza kuundwa na ikakamilika. Na kwa kuwa katiba imetoa nafasi kwa wananchi kushiriki kuunda serikali, rais analazimika kuunda serikali yake kwa maana ya baraza la mawaziri kutoka miongoni mwa wabunge. Kwa hawa wabunge ambao juzi walikuwa ni wateule, na juzi hiyo wakaanza kuapishwa jana wakamalizika wakawa ni wabunge kamili, miongoni mwao naamini watakuja kuunda serikali ya Mheshimiwa Rais atakavyounda serikali yake kuanzia naamini kesho na kuendelea. Kwa hiyo wabunge wengine wako hapa wanapiga kura kumthibitisha, kura kumchagua naibu spika,
na wamemthibitisha waziri mkuu, lakini inawezekana pia na wao wakapata nafasi za kuwa mawaziri, naibu mawaziri. Tutaona hayo. Na uligusia ukumbi wa Karimjee, na jina hili limekuwa maarufu sana, na tunatamani sana watu pia wafahamu kwamba tunasema spika huyu, naibu spika na spika wa kwanza Karimjee, ambaye angalau tunasema alikuwa na Utanganyika japo alikuwa na asili ya Uhindi. Yeye Karimjee, familia yake ndio ilitoa jengo lile la Dar es Salaam ukumbi mwaka 1955. Wakatoa kama zawadi kwa serikali, ila waliomba, na yako maandishi mpaka leo, kwamba lile jengo liendelee kuitwa kwa jina la familia yake. Familia ya Karimjee ambaye alikuwa naibu spika, baadaye akaja kuwa spika, ikatoa lile jengo pamoja na majengo ya ofisi ndogo za bunge Dar es Salaam. Kuna jengo lile la kwanza kabisa kwenye ofisi ndogo za bunge Dar es Salaam zilikuwa ni ofisi za familia ya Karimjee ama yeye mwenyewe Karimjee. Na labda kingine ambacho mtazamaji angependa kukijua kwamba sasa huyo Karimjee alikuwa naibu spika kabla ya mwaka 58, akaja kuwa spika mwaka 59 mpaka 62. Baadaye wakaja sasa maspika wengine, akafuatia Mkwawa. Lakini familia yake imeendelea kuwepo Tanganyika na Tanzania hadi leo. Familia hii inajulikana kama familia ya Karimjee, wasema Jivanjee Karimjee. Walihamia Zanzibar mwaka 1882 Zanzibar, wakiwa wametokea India, na baadaye wakahamia Tanganyika, ndipo akazaliwa Karimjee na kaka yake wakawa wabunge. Basi hiyo ni kukumbushia tu historia kidogo, lakini naibu maspika wamekuwa ni wengi. Labda si kama itakuwa ni vyema tukaanza kutaja wengine waliofuatia. Tulikuwa na naibu maspika wa kwanza kabisa nimesema Karimjee. Wa pili naibu spika alikuwa Chief Haruni Msabila Lugusha mwaka 1958 mpaka 59. Na naibu spika wa tatu alikuwa Chief Erasto Andrew Mbwana Mangenya mwaka 1961. Akarudi tena kuwa naibu spika mwaka 1966 hadi 73. Na huyu Erasto Mangenya akapata bahati pia ya kuchaguliwa na wabunge kuwa spika mwaka 1973 mpaka 75. Na wengi wananchi au watazamaji wanaweza kusema manaibu spika ndio wanakuwa maspika. Si lazima. Kuna hiyo kwamba ukiwa naibu spika unakwenda kuwa spika. Inatokea ndio, lakini si lazima. Sio wote waliopata neema hiyo ya kuishia kuwa spika. Lakini Erasto Mbwana Mangenya mwaka 66 mpaka 73 alikuwa naibu spika na kisha akawa spika. Na baadaye akaja Frank Mfundo, alikuwa naibu spika mwaka 1962 mpaka 64. Na natamani kama ningeelezea historia ya kidogo, lakini ya Erasto Mangenya, huwa nasema miongoni mwa viongozi ambao ni wasomi wa kongwe hawakupata nafasi ya kuenezwa habari zao vizuri. Huyu Erasto Mbwana Mangenya alikuwa ni chifu wa Wabondei Tanga, na alikuwa miongoni mwa wasomi wa kwanza waliopata degree Tanganyika. Mwaka 1938 anayo degree yake, aliipata kutoka chuo cha St. Joseph Uganda, la ambacho baadaye kikawa Makerere. Na huyu akaingia sawa kama mbunge, baadaye akaja kuwa balozi wa kudumu wa Tanganyika Umoja wa Mataifa mwaka 1962 mpaka 64. Lakini amekuwa waziri pia, akawa waziri wa elimu. Na Erasto Mangenya amekumfundisha Mwalimu Nyerere Tabora. Yaani ni miongoni mwa machifu ambao kwa kweli walifanya mambo makubwa Tanganyika na baadaye Tanzania, lakini baadaye ndo akaja kuwa spika. Sasa ukisikia stori zake sana sana utakumbuka tu hapa bungeni na ofisi za Dar es Salaam kuna kumbi tu zinaitwa kwa heshima jina lake. Na kule Tanga ukienda labda kuna shule inaitwa Erasto Mangenya Secondary School, lakini husikii mambo mengine makubwa. Sasa hawa viongozi kama watu wataka kuwaenzi, na naamini hawa wanaokuja manaibu spika wengine wanatamani kuwa kwenye nafasi hiyo baada ya kuona waliotangulia walifanya nini. Basi niendelee na aliyefuatia baada ya Erasto Mangenya alikuwa Frank Mfundo 62 mpaka 64. Kisha
Mheshimiwa Helman Sarawati, huyu alikuwa naibu spika 64 mpaka 65. Lakini pia alikuwepo Stanislaus Kasusura mwaka 1973 mpaka 85. Mtazamaji anaweza kusema mbona sasa 73 kama nimeruka? Tukumbuke hapa Erasto Mang'enya alikuwa amechukua ile 66 mpaka 73. Kwa ndio maana akaja Kasusura 73 mpaka 85. Tukampata naibu spika mwingine Austin Kapere Shaba 86 mpaka 88. Alafu tukampata naibu spika mwingine alikuwa Mheshimiwa Balozi George Maige Nigula 88 mpaka 90. Mheshimiwa Bunge, kuna tangazo katibu wa Bunge. Tukampata spika, naibu spika anaomba kuwatangazia Waheshimiwa Bunge wote kwamba kesho tarehe 14 Novemba 2025 njia ya magari ya kuingia eneo la Bunge litakuwa moja kutoka roundabout iliyokuwa stendi ya Kimbinyiko. Aidha, magari yote yataegeshwa eneo lililokuwa bohari na si vinginevyo. Tunaomba ushirikiano wenu. Umetolewa na katibu wa Bunge. Naam, ni mtazamaji, nilikuwa naendelea kuzungumzia naibu maspika waliopita mpaka leo tutapata naibu spika mpya, na mwaka 1990 mpaka 94 naibu spika alikuwa Mheshimiwa Pius Chipanda Msekwa, ambaye baadaye 94 akachaguliwa kuwa spika na akaendelea kuwa spika mpaka mwaka 2005. Alafu naibu spika aliyefuatia alikuwa Mathias Kihaule mwaka 1994 mpaka 95 kwa mwaka mmoja. Lakini kisha tukampata naibu spika mwingine alikuwa anaitwa Mheshimiwa Balozi Philip Sanka Mamo, na naamini Malmo anatokea ukanda mmoja na Mheshimiwa Baran Silo. Naam, inawezekana historia ikajirudia kwamba akatoka eneo moja naye. Philip Mamo alikuwa naibu spika mwaka 1995 mpaka mwaka 2000. Katibu. Mwaka 2000 mpaka 2005 naibu spika. Mheshimiwa Spika, naomba kutangaza matokeo ya uchaguzi wa naibu spika. Matokeo haya yameshuhudiwa na wawakilishi wawili. Wa kwanza ni Mheshimiwa Cecilia Pareso kutoka kambi ya wengi na Mheshimiwa Devota Minja kutoka kambi ya wachache. Matokeo ni kama ifuatavyo: idadi ya kura zilizopigwa 371, kura zilizoharibika 0, kura za hapana 0, kura za ndio 371. Hivyo Mheshimiwa Daniel Baran Silo amechaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 371. Katibu. Kiapo cha naibu spika. Mheshimiwa mgombea, kiapo. Mimi Daniel Baran Silo naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama naibu spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile
sitatoa siri za bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Silo, maneno matatu ya kushukuru. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa wabunge wenzangu, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muda huu. Lakini washukuru sana Mheshimiwa wabunge kwa imani kubwa mlioonyesha. Naomba niwaahidi tu ushirikiano kwenu, na niombe sana ushirikiano kwenu katika kutimiza wajibu huu ambao nimekabidhia siku ya leo. Mheshimiwa Spika, nikuahidi kwa ushirikiano mkubwa na kushauri kwa uadilifu mkubwa kwa manufaa ya Watanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Jumatatu mpaka Ijumaa. Waheshimiwa wabunge, kwanza nashukuru kwa ushirikiano. Kazi zote zilizopangwa leo zimekamilika. Asanteni sana kwa namna tuendesha kikao leo, na washukuru sana kwa ushirikiano wenu. Kuanzia Jumatatu kutakuwa na semina. Wabunge mjiandae na semina hizo ambazo ni mafunzo, orientation, wasaidia na kuwakumbusha majukumu ya bunge, kanuni na mambo mbalimbali ya kibunge. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 9 mchana. Naam, shughuli za bunge zimeahirishwa hapa hadi kesho saa 9 alasiri, na Spika wa Bunge Musa Azan Zungu akiondoka katika ukumbi huu wa bunge. Na kesho tunatarajia hapa ugeni mkubwa utakuwa hapa bungeni, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafika hapa bungeni kulizindua bunge, lakini pia na kulihutubia bunge. Tunafahamu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ni sehemu ya bunge hili la Tanzania. Niko hapa na Patson. Patson amekuwa akitupitisha kwenye wale manaibu waziri. Waheshimiwa wabunge, tukae, ambao wamehudumu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Daniel Baran Silo yeye amepata 100% kura zote. Patson, kiukweli sikumbuki kwa mara mwisho lini 100%